Habari wa Tanzania, jina langu ni Kedmon Mapana, katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa BASATA. Kama mnavyofahamu, tulikuwa na sintofahamu ya msanii wetu chipukizi Ibra, ambayo aliandika kwamba anataka kutoka Konde Gang, kwamba alipe bilioni 1, na Watanzania wengi walianza kumchangia. Lakini sisi kama walezi wa Baraza la Sanaa la Taifa tuliona kwamba ni muhimu tuwaite vijana wetu, tukae nao, tuzungumze nao, tuone wapi kuna shida ili tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo leo pia tunako na Sandra Brown ambaye ni manager wa Harmonize. Tumekuwa na mazungumzo ya wiki 2 sasa, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tumefikia maamuzi mazuri. Kwa hiyo yale mambo ya bilioni 1 tena hayapo. Na vijana wamekuwa waelewa, wametoka mbali, na kila mmoja amejua kwamba wanahitajiana katika tasnia hii. Kwa hiyo moja, tumekubaliana kwamba Ibra sasa rasmi ataondoka Konde Gang, kwenye lebo ya Konde Gang, ataenda kujitegemea. Kwa hiyo hongera kwamba umekuwa kijana. Ataenda kujitegemea, lakini tumekubaliana pia kwamba kuna nyimbo ambazo Harmonize amemshirikisha Ibra. Sasa kwenye hizi nyimbo ambazo Harmonize amemshirikisha Ibra, hapa kuna mambo ya maslahi pia. Unajua tena wanafanya biashara kwenye digital platforms mbalimbali. Kwa hiyo wakipata ile fedha, then Harmonize yeye atapata 60% na Ibra atapata 40%. Lakini zile nyimbo ambazo Ibra amemshirikisha Harmonize, naye Ibra atapata 60% na Harmonize atapata 40%. Kwa hiyo hapa ni win-win situation. Lakini kubwa ambalo ni zuri kuliko hiyo ni kwamba kwenye maonesho sasa, wanapokwenda kuperform kwenye matamasha mbalimbali, kwamba wanasema kwamba kila msanii kama Ibra mshirikisha Harmonize, wataperform, kila mtu atatafuta kazi, masoko yake na fedha yote atabaki nayo. Lakini naye Harmonize kwenye zile nyimbo ambazo amemshirikisha Ibra, naye ataendelea na utaratibu wake, kutafuta mwenyewe masoko, kwenda kufanya pesa atakazopata naye ataendelea nazo 100%. Kwa hiyo haya yote ndio tumefikia hapa. Kwa hiyo rasmi tumeona kwamba tutoke, tuambie Watanzania kwamba jambo hili lilikuwa linaendelea, lakini tumefikia mwafaka mzuri. Sasa Ibra kuanzia leo yeye anakwenda kujitegemea, na watasaini hapa haya makubaliano vizuri kabisa. Na sisi ndio tunafurahi kama Baraza la Sanaa la Taifa kwamba vijana wetu wanafanya biashara, sanaa imekuwa biashara, lakini pia tunafurahi kwamba pale wanapokuja wanaelewana bila kwenda mahakamani, na hii sisi tunajivunia kwamba chombo hiki kipo kwa ajili yao. Ibra, unasemaje? Mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sijashukuru Baraza la Sanaa Tanzania. Hii kwangu mimi imekuwa ni kubwa sana kwa sababu imeenda kulinda haki zangu, na nilivyoleta huko pia ndo ambayo nilitarajia. Lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu, limefikia sehemu nzuri. Leo linafika mwisho, tukisha sign karatasi hapa paper na kwa tumemalizana hili swala. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitochukua nafasi hii kuwashukuru wa Tanzania ambao wamenichangia kwa chochote ambacho walichangia. Shukrani sana, na nichukue nafasi hii pia kuomba radhi kwa kakaangu Harmonize kwa sababu ni brother, na naamini bila yeye kipaji changu huenda kisingefikia hapa. Ameplay part kubwa sana kwenye maisha yangu, so kwa chochote ambacho huenda nimekiongea ni kibaya, nimuombe sana radhi kwa sababu ni kaka yangu, ni familia, na ataendelea kuwa familia kwa sababu ni mkubwa wangu. Thank you so much guys. I love you guys so much. Asante sana Ibra, hilo jambo jema. Meneja mpya mjini wa msanii mkubwa A-list Sandra Brown. Kwa niaba ya Harmonize, hebu na wewe zungumza kidogo Watanzania wakusikiliza. Asante. Kwa nafasi ya kipekee kabisa ningependa kulishukuru Baraza la Sanaa la Taifa BASATA. Pia ningependa kumshukuru Dr. Mapana ambaye kwa takribani wiki 2 amekuwa akizungumza na sisi kwa ukaribu sana hapa ofisini, lakini pia kwenye simu, hata mida ambayo ni late sana anapiga na sisitiza, jamani tutafute solution, tufanye hivi. Kwa ningependa kumshukuru kwa ushirikiano wake, lakini pia ningependa kumshukuru kwa uelewa wake, maana mwanzoni tulivyokuja hapa kuyajadili haya mambo, tensions zilikuwa ziko juu, jazba na kila kitu, kila mtu anasimamia kwenye engo yake ya biashara ambayo ni haki ya kila mmoja. Lakini kwa
hekima yake na busara yake aliweza kutushusha na kutusaidia kuangalia namna ya kuweza kufikia makubaliano ambayo yana manufaa kwa pande zote mbili. Kwa hiyo binafsi ningependa kumshukuru Dr. Mapana kwa uvumilivu wake, maana hizi ni biashara ambazo zina changamoto nyingi, zina ubinafsi mwingi na zina hisia nyingi. Kwa kuweza kufikia haya maamuzi tuliofikia leo, ningependa kumshukuru yeye pia, lakini pia ningependa kuwashukuru watu wote waliohusika katika process hii. Ibra kwa kuonyesha ushirikiano wake, lakini pia wadau mbalimbali kama Msigwa hapa nyuma ambaye amekuwa consultant mzuri sana na ameshirikiana na sisi kwa karibu sana kuweza kufikia hii suluhu ambayo tumeifikia hapa leo. So kwa kusema hayo, ningependa kusema migogoro haikosekani kwenye mikataba, migogoro haikosekani kwenye biashara, na migogoro haikosekani kwenye malebo au management companies. Lakini vitu vinapofanyika kwa utaratibu wa mazungumzo na maafikiano ya kueleweka, suluhu zipo na tunaweza tukaachana bila kuwa na heka wala ugomvi ambao hauna tija. So that being said, leo tarehe 23. Leo tarehe 23 mwezi wa 5 siku ya Ijumaa, ningependa kusema kijana Ibrahim maarufu kama Ibra is officially an independent artist, na kuanzia leo atakuwa na uhuru na haki ya kujisimamia kama msanii ambaye ni independent, na atakuwa na uhuru na haki wa kutafuta biashara kama msanii ambaye ni independent. Sisi kama wadau na sisi kama watu wa tasnia na vile vile na sisi kama viongozi wa lebo tunamtakia Ibra safari njema na mafanikio mema katika kuendelea kukuza na kujitafuta kwenye karia yake ya muziki. Asante.